Yes, ni mtumishi wa Mungu mwite Howard Mayemba kutoka Njombe, Tanzania. Na leo tunakutana tena katika somo letu. Na siku ya leo nimekuandalia kichwa cha somo kinachosema nguvu ya kuchagua iliyomo ndani ya muamini, kumtumikia Mungu na kufanya maamuzi katika mambo yenye utata. Nguvu ya kuchagua iliyomo ndani ya muamini, kumtumikia Mungu na kufanya maamuzi katika mambo yenye utata. Mtu wa Mungu, tukianza na nguvu ya kuchagua, kwa Kiingereza wanasema kwa Kiingereza wanasema kwamba the power of make choice, ambayo sasa iko ndani ya muamini au iko ndani ya Mkristo. Lakini pia kumtumikia Mungu, jambo la pili, na kufanya maamuzi katika mambo yenye utata. Watu wa Mungu, katika maisha yetu ya kila siku, kila mwanadamu anakutana na hali mbalimbali zinazohitaji kufanya maamuzi. Maamuzi yao yanaweza kuwa rahisi au magumu kulingana na hali husika. Kwa waamini, swala la kufanya maamuzi halipaswi kuchukuliwa kwa wepesi, kwa kuwa lina madhara makubwa kiroho na kimwili. Muamini amepewa na Mungu zawadi kubwa ya uwezo wa kuchagua. Huu ni uhuru wa kiroho, kiakili na kimaamuzi unaomwezesha kila mmoja kuchagua kumtumikia Mungu au kujitenga naye. Tarudia hapa kwamba huu ni uhuru wa kiroho, kiakili na kimaamuzi unaomwezesha kila mmoja kuchagua kumtumikia Mungu au kujitenga naye. Uwezo wa kuchagua ni sehemu ya mpango wa Mungu. Uwezo au nguvu ya kuchagua ni sehemu ya mpango wa Mungu. Biblia katika kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati sura ya 30 mstari wa 19, neno la Mungu linasema hivi: "Na washuhudiza mbingu na nchi juu yenu hivi leo, ya kuwa nimekuwekea mbele yako uzima na mauti, baraka na laana. Basi chagua uzima ili uwe hai, wewe na uzao wako." Hii ni ishara kwamba Mungu hatulazimishi kufanya yaliyo mema, bali anatupatia chaguo la hiari. Muamini haongozwi na nguvu za nje, bali uamuzi wa moyo unaongozwa na Roho wa Mungu. Katika dunia sasa, yako mambo mengi ambayo hayako wazi, kama mema au mabaya. Kuna maeneo ya utata ambapo jambo linaweza kuonekana la kawaida kwa wengine, lakini kwa Mkristo linaweza kuwa kinyume na mapenzi ya Mungu. Mfano, matumizi ya mitandao ya kijamii, aina ya mavazi, burudani, biashara, mahusiano ya kimapenzi. Katika haya yote, muamini anapaswa kujua ana mamlaka ya kuchagua lipi la kufanya kulingana na uongozi wa Mungu. Katika haya mambo kama mavazi, aina za mavazi, burudani, mahusiano, mitandao ya kijamii, muamini anapaswa kuongozwa na Mungu kwamba nini afanye, kwa sababu kazi ya Roho Mtakatifu ni kutuongoza. Lakini pia chanzo cha nguvu ya kuchagua ndani ya muamini. Chanzo cha nguvu ya kuchagua ndani ya muamini. Nguvu ya kuchagua haianzi na akili ya mwanadamu, bali huimarishwa na vitu vifuatavyo. Vitu vinavyoimarisha uwezo sahihi wa kuchagua jambo sahihi, wakati sahihi, mahali sahihi na mtu sahihi. Jambo la kwanza ni neno la Mungu. Neno la Mungu ni mwanga wa kuelekeza njia ya maisha ya muamini. Zaburi 119 mstari ule wa 105, Biblia inasema hivi: "Neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu." Muamini anayesoma na kuelewa neno la Mungu ana uwezo wa kuchambua mambo yenye utata na kufanya maamuzi yaliyo sahihi, kwa sababu ya Biblia inasema kwamba neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Lakini jambo la pili ni Roho Mtakatifu. Warumi 8:14. Warumi 8
mstari ule wa 14, neno la Mungu linasema kwa kuwa wote wanaongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Kwa kuwa wote wanaongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Roho Mtakatifu ndiye mwalimu wa kweli, huongoza dhamiri ya waamini, hutoa onyo la ndani kabla ya kufanya kosa, humtia nguvu na kufanya yaliyo sahihi hata kama ni magumu. Roho wa Mungu huongoza dhamiri, moyo wa muamini, lakini pia hutuonya ndani kabla ya kufanya kosa. Lakini huyu Roho Mtakatifu hututia nguvu kufanya yaliyo sahihi hata kama ni magumu. Mtu utakuta anasema anapambana, anapita katika majaribu, anapita katika magumu, lakini anapambana. Lakini pia hutuongoza kabla ya kufanya kosa na kuambia jambo hili unalofanya mwisho wake ni dhambi. Anakutia hofu, unaogopa, then unaacha. Lakini pia kama kiongozi anaongoza dhamiri ya muamini, anaongoza moyo wa muamini, dhamiri iliyo hai. Jambo la 3, Mungu amempa kila mtu dhamiri, lakini kwa muamini dhamiri hiyo hufanywa hai na Roho wa Mungu. Dhamiri hii hutoa hisia za ndani kuhusu uhalali au hatari ya jambo. Hii humfanya mtu awe mwangalifu kabla ya kukubaliana na kila wazo linalokuja mbele yake. Kwa hiyo dhamiri iliyo ndani, yani moyo ulio ndani, roho iliyo ndani, Mungu amempa kila muamini, amempa kila mtu dhamiri. Lakini muamini, lakini Mkristo wa kweli, dhamiri hiyo hufanywa hai na Roho Mtakatifu. Dhamiri hii hutoa hisia za ndani kuhusu uhalali au hatari ya jambo. Hii humfanya mtu awe mwangalifu kabla ya kukubaliana na kila wazo linalokuja mbele yake. Mbinu za kufanya maamuzi sahihi katika mambo yenye utata. Watu wa Mungu, nafahamu tunakutana na vikwazo mbalimbali, tunakutana na changamoto mbalimbali, lakini ziko mbinu kadhaa hapa ambazo kwa msaada wa Mungu naamini leo tutakwenda kuzitambua na zitatuwezesha kufanya maamuzi sahihi katika mambo yenye utata. Katika mazingira yenye utata, muamini anapaswa kujiuliza maswali yafuatayo. Katika mazingira yenye utata, muamini anapaswa kujiuliza maswali yafuatayo. Je, jambo hili linamtukuza Mungu? Wakorintho wa kwanza 10:31. Je, jambo hili linamtukuza Mungu? Jiulize kabla ya kufanya hilo jambo, je, at the end hilo jambo linamtukuza Mungu? Kama halimtukuzi Mungu, acha. Lakini jambo la pili, linaweza kuwa kikwazo kwa imani ya mwingine? Je, linaweza kuwa kikwazo kwa imani ya mwingine? Warumi 14:21. Kwa mfano swala la mavazi, tumezungumzia aina za mavazi. Kuna mavazi mengine kwako ni sahihi, lakini kwa muumini mwingine, kwa mshirika mwingine, kwa jamii inayokuzunguka inaweza kusababisha kikwazo. Kwa hiyo unaweza kaamua kufanya maamuzi yaliyo sahihi kwa kutumia maswali haya, kujiuliza kwamba je, jambo hili linaweza kuwa kikwazo kwa imani ya mwingine? Lakini jambo la 3, je, nina amani ndani kutoka kwa Roho Mtakatifu? Wakolosai 3:15. Je, nina amani ya ndani kutoka kwa Roho Mtakatifu? Utaona mambo mengine hata Roho Mtakatifu anakataa. Unakosa amani, ujue kwamba hilo jambo lazima ulifanyie maamuzi yaliyo sahihi. Swali la 4, je, jambo hili linanisaidia kuwa mtakatifu au kunivuta mbali na Mungu? Petro wa kwanza 1:16. Je, jambo hili linanisaidia kuwa mtakatifu au kunivuta mbali na Mungu? Kwa mfano, kuna mambo fulani yanaweza kuwa hayakatazi moja kwa moja katika Biblia, lakini yakawa na matokeo hasi ya kiroho na kimaadili. Muamini mwenye hekima atayachunguza kwa kina kabla ya kuyakubali na kuyatekeleza. Muamini mwenye hekima atayachunguza kwa kina kabla ya kuyakubali na kuyatekeleza. Watu wa Mungu waliofanya maamuzi magumu na sahihi. Taleta mifano ya watu wa Mungu ambao walifanya maamuzi yaliyo magumu na sahihi. Biblia imetupa mifano ya watu waliotumia nguvu ya kuchagua kwa hekima. Mtu wa kwanza ni Yusufu. Alikataa kufanya uzinzi na mke wa Potifa
licha ya kuwa peke yake. Mwanzo 39:7-12. Yusufu kijana mzuri alikataa kufanya uzinzi licha ya kuwa peke yake. Ambapo kwa dunia sasa inavyopotoka, kwa dunia sasa inavyoendeshwa, kwa kweli wangekuwa vijana vingine wangesema hii ndio fursa. Lakini Yusufu alikataa. Alikubali kufanya maamuzi katika wakati uliokuwa ni kikwazo mbele yake. Lakini Danieli pia kijana mzuri alijizuia kula chakula cha kifalme kilichokiuka imani yake. Danieli 1:8. Neno la Mungu linasema kwamba lakini Danieli aliazimu moyoni mwake kwamba hatojitia unajisi kwa kula chakula cha kifalme kilichokiuka imani yake. Lakini mtu mwingine nimeweka tu watatu hapa, lakini wako wengi. Yesu Kristo mwenyewe alikataa vishawishi vya shetani, akachagua kutii mapenzi ya Baba. Mathayo 4:1-10. Lakini pia unaweza kumweka hata Ayubu na Ibrahim pia. Maamuzi yao yaliletwa kwa gharama kubwa, lakini yaliwafanya kuwa mashujaa wa imani. Muamini na wito wa kuishi kwa msimamo. Muamini wa kweli haishi kwa kufuata mkumbo wa dunia, bali kwa msimamo wa kiroho unaotokana na maamuzi yaliyojaa hofu ya Mungu katika nyakati hizi ambapo watu wengi huishi kwa misingi ya kila mtu na uamuzi wake. Waamini wanapaswa kuwa tofauti. Wito wetu si kuokoka, bali kuishi maisha yenye ushuhuda na ya uongozi. Hivyo basi, kwa kuhitimisha, nguvu ya kuchagua ni silaha kubwa ya kiroho aliyopewa muamini. Inapounganishwa na neno la Mungu, Roho Mtakatifu, dhamiri au moyo safi, inaweza kumsaidia muamini kufanya maamuzi bora hata katika mazingira yenye utata mkubwa. Muamini anapoitumia vema nguvu hii huweza kumtumikia Mungu kwa moyo safi na kuwa huru kwa wengine. Hii ndiyo njia ya utakatifu na ndiyo msimamo wa imani na ushindi wa kweli dhidi ya majaribu. Basi mtu wa Mungu, hapa mwishoni nitaomba kwa ajili yako ili Roho Mtakatifu akuwezeshe nawe ujiulize maswali niliyoorodhesha hapa juu 3 au 4, ambayo nimesema kwamba kabla ya kufanya maamuzi kwenye mambo tata, jiulize maswali haya. Je, jambo hili linamtukuza Mungu? Je, linaweza kuwa kikwazo kwa imani ya mwingine? Je, nina amani ndani kutoka kwa Roho Mtakatifu? Je, jambo hili linasaidia kuwa mtakatifu au kunivuta mbali na Mungu? Ukijiuliza maswali haya, utaweza kufanya maamuzi yaliyo sahihi kwa wakati sahihi na kwa jambo sahihi, hata kama lina utata ndani yake. Basi niombe pamoja nawe. Roho Mtakatifu akusaidie, Roho Mtakatifu akuongoze, Roho Mtakatifu akukirimie, ili nawe upokee uwezesho wa kufanya maamuzi sahihi kwa wakati sahihi. Basi funika macho yako tupate kuomba. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya neema yako. Tazama msikilizaji wangu huyu ambaye amelifuatilia somo hili tangu mwanzo na hata sasa tunapohitimisha somo hili. Naomba Roho wako Mtakatifu kamsaidie, ukamuinue, ukamwezeshe Bwana, hata anapokutana na changamoto, mawazo na vishawishi mbalimbali, akapate kufanya maamuzi yaliyo sahihi na akapate kuchagua jambo lililo sahihi kwa manufaa ya neno la Mungu. Zaidi ya yote nanyenyekeza mbele zako nikiomba neema yako na ushindi wako. Roho Mtakatifu tuwatamie, tukirimie. Ongeza nguvu ndani ya mtumishi wako ili aendelee kukua akikupendeza wewe Mungu, katika jina lako Yesu Kristo nikiomba na kuamini. Amen. Basi mtu wa Mungu, nikutakia wakati ulio mwema na wasaa ulio mwema. Tembea sasa katika ushindi na kuyashinda mambo yote. Basi Mungu wa mbinguni akubariki. Kumbuka ni yule mtumishi wako wa neno la Mungu, muite mtumishi Hawadi Mayemba kutoka Njombe, Tanzania, kiongozi na mratibu wa huduma ya kweli ya neno la Mungu ambayo inaongozwa na neno la Mungu kama taa na mwongozo wa maisha yetu.
Usisahau kusubscribe, kushare, kulike na kucomment ili video hii iwafikie wengi na iwabariki wengi. Hatimaye injili ya Bwana iendelee kusonga mbele. Na Mungu wa mbinguni akubariki. Uwe